Haleluya. Nataka nipate kwa utulivu fulani nipate kusema maneno machache haya. Haleluya. Mpaka watu wote wakae na tembea wasimame na wakae ndipo nipate kuendelea. Jamani, Bwana asifiwe sana. Wangapi leo ni mara yetu ya kwanza tunakutana? Ni mara ya kwanza kabisa je kuniona? Mara ya kwanza, mikono juu. Mara ya kwanza kabisa. Mara ya kwanza kabisa, mikono juu. Oh, kumbe ni wachache. Hebu tupige makofi kwa ajili ya Bwana. Yes. Tumishi, ungenisaidia kama kikangu. Sauti yangu kidogo imekuwa inapungua kwa aina fulani. Maana nimekuwa mahali hapa kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Haleluya. Tumeanza semina yetu tangu ile siku ya Jumatano. Ni imani yangu kuna kitu umekipokea, si ndivyo? Ni imani yangu kabisa kuna mara Mungu amekusogeza. Haleluya. Yes. Bwana asifiwe sana. Kwa majina kama alivyotangulia kunitambulisha mchungaji wetu, ninaitwa mchungaji Claudius Katundu. Na chunga kanisa la PAC liko Dar es Salaam, panaitwa Pugu Viwege. Pembezoni kidogo mwa Dar es Salaam. Kutoka City Center kuja kwetu pale ni kama kilomita 40 fulani. Jamani, amina. Kwa hiyo tuko pale. Lakini pia nimeoa, nina mke na watoto 4. Wawili wa kiume na 2 wa kike. Wote wanamtumikia Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini baada ya utambulisho nipende kusema maneno machache kuhusu PAC. Kama mchungaji ametangulia kusema, mimi ni mweka hazina mkuu wa kitaifa wa kanisa letu la PAC. Ni mara yangu ya kwanza kuja hapa. Lakini pia niseme maneno machache kuhusu PAC. PAC ni kanisa la kitume. Bwana asifiwe sana. Tuko mahali hapa kwa ajili ya kuhubiri injili vijijini na mijini. Amina. Lakini pia Mungu ametutuma tufike kila kijiji, tufike kila mtu, tuhubiri injili. Na ndio maana kauli mbiu yetu tunasema tuhubiri injili kwa kila kiumbe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ni kauli mbiu yetu ambayo tumekuwa tukitembea nayo. Tunasema PAC ni injili kwa wote, si ndivyo? Amina. Lakini dira yetu injili iende kwa watu wote. Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo nikuombe mwana PAC, hebu lichukue hili na hakikisha unalifanyia kazi, unahubiri injili kwa kila mtu. Amina. Lakini pia maono yetu kama PAC ni kufikia Tanzania nzima. Bwana asifiwe sana. Amina. Tuna miaka 10 ya kufikia kata 3956. Na hizi ndizo kata za Tanzania nzima. Yaani Tanzania nzima ina kata 3956. Kwa PAC tunatamani ndani ya miaka 10, sasa tuko mwaka wa 4, tunakwenda mwaka wa 5, tunatamani kufika kila kata ndani ya miaka 10 kwa Tanzania nzima. Bwana asifiwe sana. Amina. Sasa ili tuweze kwenda kule, wewe tusaidie. Bwana asifiwe sana. Amina. Tusaidie kueneza injili. Nimeona tumisha Mungu hapa ndio kwa kule Shinyanga. Ukienda kule, hebu wasana mchungaji, tupeleke tawi kule. Bwana asifiwe sana. Amina. Tunatamani tufike kila eneo kwa ajili ya kueneza injili. Bwana asifiwe sana. Amina. Lakini pia ndilo agizo la Bwana Yesu. Anasema nendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, si ndivyo? Kwa PAC tumechukua hiyo, tunatamani kufika kila eneo ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Bwana apewe sifa. Amina. Kwa hiyo ni kauli mbiu yetu tuko nayo, na katika maombi yako hebu tuombe. Na tunamshukuru Mungu ametusaidia. Bwana asifiwe sana. Amina. Kuna watu wanafikiri PAC ni kama dhehebu dogo. PAC sio dhehebu dogo. PAC ni dhehebu kubwa. Tanzania sasa tumeshakava karibia mikoa isiyopungua 20 na kitu ndani ya miaka 4. Bwana asifiwe sana. Sio spidi ndogo. Haleluya. Amina. Sio spidi ndogo. Kwa si jambo la kubeza. Kwa tunaendelea. Tumeshafika karibia mikoa yote hiyo. Tunaendelea. Amina. Kwa hiyo hebu tuombe. Haleluya. Amina. Kwa hiyo PAC sio kitu kadogo. PAC ni taasisi kubwa ya kuwafanya watu kwenda mbinguni. Kwa hiyo mkini ukaona kama PAC kuna tawi moja hapa, lakini kwambie hatuna tawi moja ya Maji Moto peke yake. Hapa jirani tuna tawi wapi? Ilemba. Tuna tawi Dodoma, sina round nani hapa Tabora. Mchungaji alikuja juzi hapa, mchungaji Sai, sio?
Bwana asifiwe sana. Amina. Hapa ni maeneo ambayo yako hapa, lakini PAC tumefika mikoa mbalimbali. Dar es Salaam tupo, Morogoro tupo, ukienda huko Ilemba ndo umeshasema huko tupo. Dar es Salaam ndo sema ambapo tupo, Dodoma tupo, karibia maeneo mengi ya Dodoma kule, maeneo tofauti tuko. Kwa hiyo tuko maeneo tofauti. Kwa PAC sio dini ngeni. Bwana asifiwe sana. Amina. Inawezekana ikawa ngeni kwako, lakini sio ngeni. Amina. Amina. Kwa hiyo dini ni kubwa, na nikusi sana wewe ambaye uko ndani ya PAC, uko mahala salama katika jina la Yesu. Amen. Tunahubiri injili ya kweli ya maandiko ya Mungu, na hatuna mzunguko katika habari ya kusema neno la Mungu. Tunalisema kama jinsi lilivyo. Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo hebu tusaidie kwenda kuisemea vizuri PAC unakopita huko mtaani, isemee vizuri. Amina, amina. Amina. Nani asema kama moja ya viongozi wakubwa ndani ya PAC. Haleluya. Amina. Lakini pia jambo lingine, nipende kufikisha salamu za baba askofu mkuu Shegilo Shegilo. Wangapi wanamfahamu askofu mkuu wetu? Yes, karibia wote. Hebu tupige makofi kumfahamu baba yetu. Amina. Haleluya. Unajua kukutana na askofu ni jambo la ajabu sana. Wengi tumetoka huko tulikotokea, si ndivyo? Unaweza ukata miaka yote ambayo umekaa kwenye hilo kanisa, kumwona hata askofu anafika. Na akifika kuna namna fulani mpaka umfikie, si jambo jepesi. Bwana asifiwe sana. Amina. Lakini askofu wetu anakuja hapa, kama mtatenga chakula mtakula wote hapa, sio? Bwana asifiwe sana. Ndivyo alivyo. Hata tukienda kule mikutano mikuu tunapokutana na wachungaji, unapakua kwenye hotpot na anapakua na anapanga foleni na wewe. Jamani, si moyo utumishi huo. Bwana asifiwe sana. Amina. Na ni watu ambao kama angetaka kujivuna, ana sababu ya kufanya hivyo. Haleluya. Amina. Mungu amemsaidia, ni msomi mkubwa tu, lakini ni miongoni mwa watu ambao ndani ya Tanzania wanasikika, kuna mahala fulani wapo. Bwana asifiwe sana. Amina. Lakini jinsi alivyopondeka vile, kwa jinsi alivyojishusha vile, ni kuonyesha kwamba tuna baba ambaye ana Mungu wa kweli ndani yake. Amina. Kwa hiyo hebu jisikie kwamba ndani ya PAC uko mahala pa furaha. Sawa sawa, Amina. Kwa hiyo tembea kifua mbele, asikutishe mtu katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Yaani asikubabaishe yoyote. Haleluya. Amina. Mwambie jirani yako, PAC tumeenea na tumejitosheleza. PAC tumeenea na tumejitosheleza. Kwa hiyo acha kutembea kiofuofu na kimashaka. Amina, amina. Amina. Kwa hiyo nimeona niyaseme hayo kuhusu PAC, lakini pia ninaomba tu nisemee mambo machache ambayo yako mbele yetu kama ratiba yetu ya kanisa. Tarehe 16 mpaka 22 tuna kongamano la vijana kwenda Dodoma. Vijana semeshajiandaa? Vijana mpo ndani ya hili kanisa? Mwenyekiti wa vijana yuko wapi? Mwenyekiti wa vijana. Mungu akubariki sana. Mpaka sasa kuna vijana wangapi wanaenda? Waliojiandikisha kwamba sisi tunakwenda mpaka sasa. Aha. Hebu natamani kupata taarifa kabla ya kuondoka, sawa? Nataka kufahamu ni vijana wangapi wako tayari kwenda Dodoma. Na kijana ambao ulikuwa hujajiandaa, una muda kanatosha, si ndivyo? Ni mwezi wa 6, si ndivyo? Mtumishi wa Bwana, hakikisha unakwenda Dodoma. Unanielewa? Kuna faida kubwa na kutoka na kwenye ni jambo jema pia. Tunakwenda kwenye somo letu, lakini kabla kwenda kwenye somo letu, ziko sadaka zimetolewa kwa ajili ya kusupport kazi ya Mungu ambayo Mungu amenipa. Natamani ombe kwa ajili yako. Hebu naomba ufunika macho yako tupate kuomba kwa ajili ya sadaka yako umetoa. Bwana Yesu, ninakushukuru, ninakutukuza na kuinulia heshima. Asante kwa neema na kibali chako ambacho uchukue kitabu chako, lakini pia chukua daftari. Bwana asifiwe sana. Amina. Kuna mengine anayokuja hayajaandikwa lakini Roho Mtakatifu anashusha, si ndivyo? Amina. Kumbuka kitabu hiki sio kwamba ndio msingi wa kila kitu. Hiki kinatupa mwongozo, lakini Roho Mtakatifu bado anaweza kushusha yale mafuta mabichi yakaingia ndani, nikasema kitu kaandika kikakufaa. Kwa hiyo chukua daftari, chukua kalamu ili kusudi tuweze kutembea pamoja. Fungua ukurasa wako karibia na wa mwisho ambao tunakwenda kumalizia kitabu chetu. Tumekuwa nacho tangu ile siku tulipoanza semina yetu na Mungu akatusaidia. Fungua ukurasa wa 46, ndilo somo letu la leo, kwamba faida za kushinda viti vya enzi ama faida za kuangusha madhabahu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe.
kwamba tunaposema tunaangusha hizi madhabahu, ziko faida ambazo tukishakuwa tumeshinda hizo roho za misingi ya familia, zile faida zinakuja kwenye maisha yetu. Amina. Maiki yangu meibana tena kidogo nisaidie, maana sasa pale kwenye ai kidogo ungenisaidia kuongeza kidogo, au kwenye midi pale wala kidogo ichambuke maiki. Bwana sifa sana. Amina. Kwamba kwa mtu ambaye ni mara yako ya kwanza, tulikuwa tuna somo la kushughulika na madhabahu za ukoo na familia. Naomba watoto utulivu kidogo. Kwamba ndani ya siku zetu 5 nikasema tutakuwa na siku 5 za kuangusha madhabahu za familia na ukoo, ambao kwenye bracket nikasema madhabahu ni kiti cha enzi, kwamba vile viti vya kifamilia vya kiukoo vinaweza kuyatawala maisha ya watu. Na nikasema ili madhabahu zifanye kazi, zinatafuta agano la ukoo ama patano. Bwana asifiwe sana. Amina. Nikasema kuna baadhi ya familia zimetoa sadaka, na zile sadaka katika ulimwengu wa roho zinatumika kama patano ama kama kumbukumbu ya agano walilokubaliana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amina. Na nikasema kwa mtu ambaye ameshikiliwa na viti vya enzi ama hizi madhabahu, ziko dalili. Nikasema moja ya dalili ambayo unaweza ukaiona pale ni mtu ambaye ni mwepesi kukata tamaa, mwepesi kuvunjika moyo, mwepesi kususa vitu akaacha, mwepesi kuamua kujitoa. Naweza mkanisha kikundi ya akaamua akajitoa bila sababu za msingi. Bwana asifiwe sana. Ama anaweza akaanza jambo nalo, anatembea nalo, anaenda nalo, halijafika mwisho, anaishia njiani. Kwamba huyo mtu katika ulimwengu wa roho kuna mahala panamvuta nyuma. Bwana asifiwe sana. Amina. Wapenda, mnanielewa? Amina. Na saa nyingine mimi nikusitu mtumishi wa Mungu, kama Mungu amekupanda eneo maji moto, ukapata taarifa kwamba kuna mafanikio mara fulani, usiwe mwepesi kukimbia. Msikize kwanza Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu miongoni mwa hizi roho huwa zinamsukuma mtu kutoka kwenye nafasi Mungu aliyompa. Yamkini Mungu alikuleta maji moto apate kukuinua na ukuongeza na kukuzidisha. Zile roho zikaona unakwenda kufanikiwa, unakwenda kuinuliwa, zikaanza kukuchochea ndani, ondoka, 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 ukaondoka. Kumbe unaondoka, umeacha baraka zako mahali pale. Bwana asifiwe sana. Amina. Na ndio maana nakusihi mtu wa Mungu, chochote ukifanyacho baada ya somo hili, hakikisha kimekuwa connected mbinguni. Usifanye kwa akili zako, kwa sababu shetani anaweza kusukuma. Ukienda kusoma kwenye kitabu hiki bado utaweza kuona kuna mara shetani anashawishi ndani, anaweka ushawishi, anasukuma, fanya hiki, jiue, ondoka kwenye ndoa, watelekeza watoto, ondoka kwenye huduma, ondoka, yani kumsukuma unakuwa ni mkubwa ndani. Mungu anapotaka ufanye jambo huwa halazimishi, anakushauri kwa upole. Ndani mwako kama unasikia kuna nguvu na kusukuma kuacha kitu fulani ambacho ni cha kimungu, unasukumwa tu. Kwani usiache kazi? Kwani usiache biashara? Kwani usiache hiki? Mungu asukumi ama alazimishi, bali anaelekeza taratibu ndani. Na baada hapo nasikia amani ya moyo baada ya kufanya ile maamuzi. Bwana asifiwe sana. Amina. Wapenda, mnanielewa? Jana tukaa tumeangalia kwamba kuna namna tunatoa lazima tuzichukue kwenye kuangusha viti vya enzi. Nikasema jambo la kwanza, hakikisha unaijua madhabahu unaoshughulika nayo. Nikasema kwenye kushughulikia madhabahu usiombe jumla. Kanisa, mnanielewa? Amina. Wengi tuna maombi ya jumla, yani unaomba tu jumla, unakusanya vitu vyote kwa pamoja unaanza kuombea. No, nikasema kwenye level hii unahitaji kuombea jambo moja moja mpaka umeona matokeo. Kama kuna mala panasumbua, ombea hilo eneo taratibu, ombea mpaka umeona majibu. Bwana asifiwe sana. Amina. Usiombe unaacha, unaomba unaacha, unaomba unaacha. No, omba mpaka umeona matokeo. Nikasema ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili nikasema hakikisha unatoa sadaka inayogusa moyo wako ya kukutenga na maagano ya familia na ukoo. Kanisa, tunaelewana? Amina. Wapenda, tunaelewana? Amina. Jifunze kutoa sadaka inayogusa moyo. Kwa Kiswahili chepesi, sadaka inayouma ndani, sadaka inayozungumza. Aya madhabahu yanayotesa maisha yako hayakupewa kisadaka kidogo kidogo, yalipewa sadaka yenye nguvu na kubwa na inayozungumza. Sangine ulitolewa mbuzi, atolewa kondoo, alafu anatoa sadaka ambayo ni ya viwango vidogo. Huwezi vuka hapo. Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa nikasema
miongoni mwa vitu vya kujitahidi kufanya katika utoaji wako, toa sadaka inayogusa maisha ya moyo wako, inayotikisa ndani, inayozungumza ndani, ili Mungu akapate kuinua. Bwana asifiwe sana. Amina. Upendo, mnanielewa? Amina. Tukapita hapo, kuna point nyingi sana, ukipata muda nimeshakupa kitabu unaweza ukapitia ukaona, lakini leo nataka tuangalie jambo moja ambalo limebakia mahali hapa, na kama Mungu akinipa neema kuzimaliza zote, utukufu kwa Bwana. Kama hazijaisha kwa sababu nimeshakupa kitabu, basi unaweza ukapata muda ukaomba mwenyewe au ukasoma mwenyewe, na baada hapo ukapata muda kuomba. Bwana asifiwe sana. Amina. Na hakikisha baada ya kuwa umechukua hatua kusoma hicho kitabu, pata muda wa kuombea. Haleluya. Amen. Unachokuwa umekisoma kiingia kwenye ufahamu wako, pata muda wa kukiombea. Nimeweka hatua nyingi sana za kujinasua katika viti vya enzi. Nimeweka mlolongo mzuri sana. Soma ukielewa, hakikisha unaanza kufanya nini? Kuombea. Kwa mfano kwenye utangulizi nikasema kuna hatima njema Mungu ameweka ndani yako. Kila mmoja anayo hatima njema. Mungu hakuwahi kuumba mtu kwa hasara. Mungu hakuwahi kuumba mtu afe kwa magonjwa. Mungu hakuwahi kuumba mtu aje kufa akiwa maskini. Mungu hakuumba mtu hawe ni mtu akutangatanga na kuhangaika. Shetani anachokifanya, anaifunga hatima yako njema Mungu ambaye ameweka ndani yako, alafu anakuacha unahangaika unaelea. Lakini pale nimeeleza namna ya kushughulika na namna ya kuomboa hatima yako. Nenda kasome. Bwana asifiwe sana. Nikombe. Jitahidi sana jitahidi usiwe mvivu. Soma. Kwa na muda soma. Jamani, haleluya. Amina. Wapendwa, haleluya. Amina. Usiende kuweka ndani au utaona matokeo. Soma mara moja, soma mara mbili, soma mara tatu, soma mara nne, soma mara tano. Kuna mara hujaelewa pale, mfuate mchungaji. Mwambie, mama nimekuja, nimesoma kwenye kitabu hichi kipande sijakielewa, atakusaidia. Bwana apewe sifa. Sasa twende mbele kidogo pale, kama unaandika cha somo cha leo, andika faida za kushinda viti vya enzi kwenye bracket, faida za kuangusha madhabahu za ukoo na familia. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Natamani kupata ushirikiano wa kanisa ili tukapate muda wa kuomba. Amina. Amen. Amen. Kwamba ziko faida kwa mtu ambaye amepambana na akafanikiwa kuangusha hizi madhabahu. Kumbuka nimekuambia hizi madhabahu zikiwa kwenye maisha ya mtu zinakuja kutimiza kusudi la kiukoo waliolipatana. Kama walipatana msizae, ama walipatana msiweze kuolewa, ama kubaliana nasema kwamba wewe ni wa kuachika, wewe na uachika moja, angusha hizi madhabahu, hata ukiolewa hautapata amani kwenye ndoa yako. Maana yake zitasumbua hiyo ndoa, zitaleta magomvi, zitaleta mafarakano, zitainua vita, zitainua maneno, roho ya ukatisha tamaa na kuvunjwa moyo. Haitakoma kwenye hiyo ndoa. Kwa sababu gani? Zile madhabahu zinasema huyu mtu hatakiwi kuolewa, huyu mtu hatakiwi kusoma. Unaingia darasani unasoma, kichwani haviingii, mpaka unaloweka miguu, lakini bado kichwani hakai chochote. Ziko madhabahu zinasema sisi hatusomagi, huyu anakwenda wapi? Zinafunga ufahamu. Bwana asifiwe sana. Lakini ukipata neema na ukasoma ukaelewa na ukachukua hatua ya kufunga na kuomba, mimi nakuthibitishia Mungu anakuvusha mahali hapo katika jina la Yesu. Amen. Amina. Jana nikasema kitabu chetu cha Yoeli 2 kinasema hivi. Ile Yoeli 2:25 anasema atarejesha miaka ambayo imeliwa na nzige na palale na madumadu na tunutu. Alafu akasema utakula chakula tele, na akasema watu wangu hawatatayarika. Baada ya kushinda vita hii, baada ya kuangusha hizi ngome, tegemea furaha, tegemea amani, tegemea kuinuka. Maana Mungu maneno yake ni kweli na amina. Kama alisema utaolewa, utaolewa tu, hata kama madhabahu zinasema sasa hatuolewagi. Amina. Amen. Mungu akisema akasema. Kinachotakuwa ni sisi kuchukua hatua. Bwana asifiwe sana. Amina. Amen. Kanisa tuko pamoja. Amen. Sasa pale chini ziko faida, nimeorodhesha nyingi sana. Ziko nyingi sana, lakini mimi nitachagua chache ambazo tutatembea nazo. Jamani, haleluya. Amina. Jamani, haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Nataka niongee pointi pale chache, wala kama 4 tu. Zikizidi sana 5, wewe utapata muda mwingine wa kujisomea. Bwana asifiwe sana. Amina. Faida ya kwanza, milango yako ya baraka itafunguka. Pointi ya 3 pale utaangalia kuona. Nataka nichambue wala moja moja. Kwamba milango yako ya baraka Mungu aliyokukusudia itafanikiwa. Ni ule ukurasa wa mwisho kule utapata kutuona
Nenda kule mwisho kabisa, alafu anza kurudi kidogo kidogo, utakuta ni pointi ya 3 pale. Kwamba ziko baraka, yako mafanikio. Mungu alituahidi. Kanisa, mnanielewa? Mungu alipotuumba ndani mwetu aliachilia baraka. Akasema watu wangu inafaa wabarikiwe. Na hapa maji moto kubarikiwa inawezekana. Nasema watu wa maji moto kubarikiwa ni haki yenu katika jina la Yesu. Amen. Zile baraka Mungu alizoziahidi, aliposema nimekupa nchi hii utaimiliki na kuitawala na kuzidisha, na katika maji moto yuko mtu mmoja Mungu anataka kumuinua na kumzidisha katika jina la Yesu. Amina. Ukiwa ndani ya Kristo kila kitu ni halisi. Mungu akisema nitakubariki, ni kweli baraka zipo, watumishi wa Bwana. Mungu wetu hapendi tuishi maisha ya unyonge. Juzi nilikwambia nikasema Mungu akitutizama hatuoni kwa jinsi ambavyo sisi tunavyojiona. Kuna mtu unajiona ni maskini sana, unajiona ni mtu uliyekataliwa sana, unajiona wewe sio chochote. Mimi nakutangaza katika jina la Yesu, wewe sio mtu wa kawaida katika jina la Yesu. Wewe sio mtu wa viwango hivyo. Ni kwa sababu umejiona hivyo. Badilisha mtazamo wako. Badilisha kuona kwako. Badilisha kujifikiria kwako. Ni kweli unaumwa sasa leo, unaumwa ni kweli, lakini magonjwa si sehemu yako. Mungu anapotuumba hakutuumba tuhangaike, tufe na magonjwa, si mpango wa Mungu. Shetani ndiye analeta magonjwa. Ukimjua Mungu kwamba yuko pande wa kwako, magonjwa yanaondoka katika jina la Yesu. Amina. Hata kama yaliandikwa, hata kama kuna sadaka imetolewa, hata kama kuna madhabahu iliwahi kuzungumza huko nyuma, ukisha iangusha baraka zako milango inakuwa wazi katika jina la Yesu. Amina. Kuna watu mnakwenda kumiliki vitu vya thamani katika jina la Yesu. Amina. Yamkini leo hujajenga, ni leo. Mungu kesha anakupa nyumba yako katika jina la Yesu. Amina. Kitabu chetu cha Mwanzo 1:26 mstari wetu wa kinabii tuanze nao. Naomba msomaji wangu ufike pale. Mwanzo 1:26. Uone baraka za Mungu. Yes, karibu. Mungu akasema, ndio, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Anasema Mungu tumfanye mtu kwa mfano wetu, na tumfanye mtu kwa sura yetu. Nataka nitafasiri mfano wa kuonekana kama Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Haimaanishi kwamba utakuja kuwa na kuonekana kama sura kama mchungaji amesimama mbele yako. Unaelewa? Mfano wa Mungu ambao anauzungumza, watu wakikuona waseme huyu ni tofauti na sisi. Watu wakikuona wakutamani kukusogelea. Watu wakikuona wakupe heshima, wakuone kwamba wewe nguvu ambayo iko ndani mwako ni tofauti na ya kwao. Hata ukienda kijijini kwenu, hata kama kuna watu ambao wanaabudu miungu, wakikuona kwa sababu Mungu yuko ndani yako, wao wakukimbie, kwa sababu ndani mwako Mungu anaishi. Anasema kwenye kitabu cha Marko, ametukirimia uungu, ile neema ya kimungu iko ndani yetu. Anaposema tumfanye mtu kwa mfano wetu, maana yake ni kwamba ndani mwako Mungu ameweka neema na hekima ya maneno. Ukitamka vitu vinatokea. Ukisema nitajenga, kweli utajenga. Ukisema nitaolewa, kweli utaolewa. Ukisema nitamiliki, kweli utamiliki. Maana ndani yako Mungu anaishi. Na Mungu kazi yake wakati anaumba alikuwa anatamka vitu vinatokea. Nataka mtu mmoja moto aanze kutamka na mambo yatokee. Tamkia maisha yako, tamkia nyumba yako, tamkia ndoa yako, tamkia watoto wako. Waambie watoto, nyinyi kuferi ni mwaka wa leo, mwaka wa kesho lazima mfaulu masomo yenu katika jina la Yesu. Amina, amina, amina. Mungu aliumba dunia kwa kutamka vitu. Hatuoni kama kuna mahali kuna kiwanda kalikaa. Tunaona Mungu alikaa akatamka, iwe asubuhi ikawa asubuhi, iwe mchana ikawa mchana, iwe jioni ikawa jioni. Na kuna mtu mmoja mahali hapa aanze kutamka maisha yake, aseme mimi sio maskini, ni tajiri. Oh, haleluya. Amen. Jifunze kutamka. Jifunze kusema maneno. Wewe ni mwana Mungu na Mungu yuko ndani yako. Acha kujilaani. Acha kujiona una chochote. Kutokuwa nacho ni sasa. Mungu wetu ni Mungu wa maongezeko. Mkamata mkoje na kumwambia Mungu wetu ni Mungu wa maongezeko. Mungu wetu ni Mungu wa maongezeko. Mungu wetu ni Mungu wa mabadiliko. Mungu wetu ni Mungu wa mabadiliko. Mwambie jirani yako, jinsi unavyoona leo, jinsi unavyoona leo, nilivyo sivyo nitakavyokuwa kesho. Sivyo nitakavyokuwa kesho. Ongea pana neno hilo la kinabii. Amen. Amini mabadiliko katika jina la Yesu.
Mwakani Mungu akinipa neema ya kurudi hapa, nataka nikute shuhuda za kutosha katika jina la Yesu. Amina. Wala ambao mlikuwa mnajiona hamna chochote, baada ya somo hili kachukue hatua na Mungu atatembea na wewe. Amina. Chukua hatua. Usikubali kufundishwa ukafunika kwenye kitabu kaviacha hapo. Baada ya kufundishwa, chukua hatua. Umeshaangusha madhabahu, zimeshateketea. Nenda katafute kabiashara, hata kama ni kadoka mtaji wa shilingi 5,000, kabandike mikono, kaambie wewe kabiashara, mimi Mungu yuko ndani yangu. Leo nimeanza katika uchache huu, lakini nakuamuru katika jina la Yesu lazima kuzaa na kuongezeka hapa. Utashangaa kanainuka kutoka kwenye mtaji 5,000 mara 10,000, 10,000 mara 20, 20 mara 50, 50 mara laki, laki mara milioni. Kesho nazaa nyingine katika jina la Yesu. Huyo ndio Mungu tunayemsema. Mungu wetu ni Mungu wa maongezeko. Hata kama leo huna, ni sasa. Jifunze kutamkia vitu. Jifunze kutumia kinywa chako. Jifunze kujiumbia maneno mema. Hacha kujirani. Ngana na jirani, jitamkia maneno. Mimi sio kufanikiwa. Mimi sio kuolewa. Mimi sio kuzaa. Mimi sio tu. Paka najikataa. Kujikataa marufuku. Hata kama unakaribia kuona unakwenda kufa, moyo umebakia kwenye vidole, tunatikisa vidole, ndani sema sifi katika jina la Yesu. Amina. Usikubali kujisalimisha wakati hujaona matokeo. Bwana sifi sana. Amina. Napenda mnanielewa? Amina. Mimi napenda kutamka ile neno nalisemaga waziwazi. Nimwambia watoto wangu na nikamwambia na mke wangu. Nakasema sina mpango wa kufa mpaka miaka 120. Nione kazi Mungu ambaye amenituma duniani, nimezaa wajukuu. Sio unatafakari nini? Kuna hata hapa nafikiri kufa kesho. Hakuna kufa hapa katika jina la Yesu. Amina. Bwana sifa sana. Amina. Anasema kwa mfano wetu na kwa sura yetu tumuumbe mwanadamu. Natamani neno la kinabii katembee juu yako. Nenda kawe kama Mungu anavyotaka uwe katika jina la Yesu. Amina. Anza kutazama tofauti maisha. Anza kutazama kwa sura tofauti. Badilika. Maandiko yanasema mtu ajionavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Wewe unajionaje? Ni wa kuinuka ama na kufilisika? Hata kama jana unaonyesha duka likafa, na ukaanza tena likafa, na ukaanza tena likafa, marufuku ukata tamaa. Nenda kaanze tena, Mungu atatembea na wewe katika jina la Yesu. Amina. Haleluya. Amina. Nenda kusoma mtumishi wa Bwana. Wakatawale samaki wa baharini. Yes. Na ndege wa angani. Na wanyama. Na nchi yote pia. Na kila chenye kutambaa. Kitambaacho juu ya nchi. Anasema inatufaa tukamiliki kila kinachotambaa katika ardhi hii na kilichoko baharini. Bwana asifiwe sana. Amina. Lakini pia na kuitisha nchi. Kama kanisa, hebu pata wivu wa Mungu ndani yako. Mimi baada ya kusoma hili andiko likanipa kufikiri upya. Kumbe mimi ni mtu wa kumiliki. Kumbe mimi ni mtu wa kutawala. Swali kaja ndani, mimi natawala nini? Mimi namiliki nini? Mimi nina nini cha kuonyesha watu? Tukitana katikati ya watu, kila mtu aonyesha alicho nacho. Mimi nina nini cha kuonyesha? Na nimeokoka, na nena kwa lugha, nashinda kanisani, nafunga, na ni mwaminifu kweli kweli ndani ya ibada. Lakini nina nini cha kuonyesha watu? Ngoja kuambia mpendwa, tuko duniani hapa. Duniani kama huna kitu utadharauliwa tu. Hata kama unapakwa kushusha moto kutoka mbinguni, kama una kitu cha kuonyesha utadharaulika. Ndiyo mfumo wa kidunia ulivyo. Ndugu zako hawatakuheshimu kama huna kitu. Akina mama leo wasumpa hapa mliolewa, saa nyingine heshima nyingine kwa mume wako itakuja kama utakuwa na kitu. Heshima inapotea kwa sababu unakuwa mtu ukinga mikono. Nipe kila kitu, nipe. Naomba kama uko mahali hapo, badilika, katafute kitu cha kufanya mama. Utapata heshima ya ndoa yako. Mengine sio mapepo.
ni mfumo wa kidunia. Una nini? Tujiulize kama kanisa, tuna nini? Una nini cha kuonyesha watu kwamba mimi nimeokoka na upako ninao? Alafu kuna mara panahitaji vitu, mambo yaende. Kanisa kwa pamoja tuko hapo. Amina. Unanielewa? Amina. Kumbe ni mpango wa Mungu tubarikiwe. Ni mpango wa Mungu tuinuliwe. Ni mpango wa Mungu tufanikiwe. Ni mpango wa Mungu tuwe na vitu vyenye maana. Bwana asifiwe sana. Amina. Utapata heshima kama una kitu. Watu watakuchukulia kawaida sana. Hata watu ambao wana chochote watakuona ni mwenzao. Lakini ukiwa na kitu mikononi kinaonekana, watu watakuita mzee hata kama bado ni kijana. Watakwambia shikamo dada, wakati wewe bado unamwona ni mtu mzima, wakati ni mkubwa kwake. Atasema shikamo. Shikamo. Kwa nini? Vitu uvuta heshima. Chungaji ndio mambo duniani, na kuelea tuko duniani, kwa namba ni mbinguni. Usiwe mtu wa rohoni sana, ukapuuza mambo ya dunia hii. Dunia ina mfumo namna ya kuendesha maisha duniani hapa. Mbinguni twende ndio, lakini duniani tuwe na vitu vya kuonyesha watu kwamba Yesu wetu anaweza. Saa nyingine kanisa la Mungu linadhaulika kwa sababu watu wake tumelala usingizi, hatuko tayari kufunguka ufahamu wetu. Ni ombi langu na Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Amina. Ni ombi langu mwakani Mungu akinipa neema ukanyaga hapa nikute kuna magari yamepaki mengine hapo pale katika jina la Yesu. Amina. Ni maombi yangu kanisa la Mungu tufanikiwe. Ni maombi yangu nikipata neema kutembelea washirika 3, 4, 5, kila mtu ana nyumbani kwake. Sio chumba kimoja tu. Nyumba ambayo imekamilika na ndani kila kitu kiko. Amina. Si dhambi. Nani kwambia tuishi maisha ya kubanana? Ni majira tu. Hayo majira Mungu akayabadilisha katika jina la Yesu. Amina. Ninapofundisha swala la uchumi nikipata neema, nafundisha kwa uchungu. Mungu alituumba tuonyeshe mfano wake. Mungu si maskini. Katoka soma mchungaji wetu asubuhi hapa, anasema mali na fedha na vyote vya dunia ni vya kwangu. Asema Bwana wa majeshi, si ndivyo? Kama Mungu ana fedha na dhahabu, ana mali yote, ana kila kitu, alafu wewe ni kama yeye, swali linakuja, una nini cha kumonyesha kwamba kake Mungu yuko pamoja na mimi? Bwana asifiwe sana. Amina. Wapenda, mnanielewa? Amina. Hebu naliwe ombi lako na msimu Mungu akusaidie. Angusha viti vya enzi, milango yako ikapate kufunguka katika jina la Yesu. Amina. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Tuko pamoja mpaka hapa watumishi wa Bwana. Amina. Jambo lingine la faida utakalolipata baada ya kuangusha viti vya enzi, utapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 1:8, pokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Tunapoongelea kipawa cha Roho Mtakatifu, ni zaidi ya kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako kaachilia vipawa, atafungua ufahamu wako, utaanza kutumia kalama Mungu ameweka ndani yako. Bwana asifiwe sana. Hapa nikaandika nikasema hivi: ni ahadi kwa kila mwanadamu kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu ambacho ni nguvu ya wokovu kwa kila aliyempokea Bwana Yesu. Kwa kila mtu aliyeokoka. Kama hujapokea nguvu za Roho Mtakatifu, hutakuja kufurahia wokovu. Kwa sababu Mtakatifu anachipusha vipawa na kalama. Roho Mtakatifu anaachilia kibali. Roho Mtakatifu ni mafuta. Sema mafuta. Mafuta. Sema mafuta. Mafuta. Roho Mtakatifu akiwa ndani ya mtu, hata kama ni kabibi, utaona kanang'aa. Roho Mtakatifu uko ndani yake. Hata kama ni kamama unakaonaona kana chochote, utaona kana upako wa kutembea na watu wanakaheshimu. Roho Mtakatifu kwa ndani anavuta mafuta ya watu kukuona una nguvu na una uwezo ndani mwako, wanakuheshimu. Roho Mtakatifu ndani yetu paka mafuta.
anayetufanya tukitembea katikati ya watu tutofautishwe nao. Petro akatembea katika lile walikuwa kusanga mara pale mtesa Yesu. Walipomwona wakasema huyu sio kama sisi. Walijuaje? Roho Mtakatifu alikuwa ndani yao. Wakasema wewe tembea yako, ongea yako, zungumza yako ni kama Yesu. Nataka mtu mmoja Bwana akupe neema. Wachukua wanasema huyu sio kama sisi. Maana Roho Bwana akiwa ndani anachipusha vitu. Haleluya. Amen. Bwana akiwa ndani anachipusha karama, vipawa, anakufanya unaanza kuwa mbunifu wa maisha. Wengine ufahamu wako umekamatwa, sio mbunifu. Unaendesha maisha ili mradi yaende. No, tukiwa Roho Mtakatifu anatushauri wekeza hapa, biashara itazaa matokeo. Anatushauri nenda hata mji ule, leta kale ka biashara, hao watu watanunua. Roho Mtakatifu ndiye mshauri mwema anayetuambia sisi tunaweza kufanya mambo ya tofauti katika jina la Yesu. Amina. Watu wa Mungu, naomba mnisikilize. Roho Mtakatifu akiwa ndani ya mtu, atazungumza yake, utaona kwamba ana kitu cha tofauti ndani yake. Kwa nini magomvi yamejazana sasa hivi? Mpaka na makanisani yameingia. Mitaani huko ndo usiseme. Kwenye familia zetu ndo usiseme. Kaka mkubwa na mdogo hawapatani. Mafuta yameondoka. Mafuta akiondoka, hata kama ulikuwa umeolewa, yule baba alikuwa anakuambia, yani wewe ni mzuri kuliko wanawake wote katika maji moto, sijaona. Mafuta akiondoka anaanza kusema, yani wewe mbona kama unakuwa, ukiona mume wako anaanza kukwambia mbona kama umeanza kuzeeka hivi, mafuta yameondoka. Kwani umri unarudi nyuma? Si mlikuwa vijana wote, si mnataka mzeeke wote? Kwani wewe ndio uzeeke abaki kijana? Mafuta. Bwana sifa sana. Lakini na mwingine mafuta akiondoka, Roho Mtakatifu anaanza ukorofi ndani. Juzi nimekuambia kuna kina mama wakorofi. Lakini inawezekana huko hapo. Kule kwetu hapo wanapiga wamezao. Mnakakuta kama mama kakorofi ndani ya nyumba kanampiga huyo baba. Baba akitoka kazini, nipe maji ya kuoga, yako pale. Kwani bafuni upajui bwana? Nenda huko. Mafuta yameondoka ndani. Mafuta yakiondoka ndani utaanza ukosa hofu. Utaona kila kitu ni sawa. Utaona kutenda dhambi ni sawa. Utaona kutukana sawa. Utaona kudharau watu sawa. Kwa nini? Mafuta yakiondoka ndani unakuwa ni mpagani mrokole. Kanisani upo lakini matendo yako ya dunia. Lakini hizi ngome zikianguka, tunapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Ni ombi langu kila mmoja, Bwana akupe hiyo neema katika jina la Yesu. Mungu akusaidie. Amina. Roho Mtakatifu ndani akachipushe vitu ambavyo Mungu aliwekesha. Wakati Mungu anatumba aliweka full package ndani yako. Aliweka material yote. Aliweka mbinu zote. Aliweka ufahamu wa kila namna ndani. Roho Mtakatifu anapoingia ndani anaanza kutibua huku ndani. Ulikuja kuimba upo tu kanisani, ghafla unaanza kusikia kama naweza nikaimba tu. Unajisikia mara ghafla naweza nikaenda hata nikarekodi. Watu wanaanza kuona, wanaanza kukualika, wachaanza kukualika, jina limekuwa. Kesho mwimbaji maarufu. Lakini alianza wapi? Wa kawaida tu. Roho Mtakatifu ndani anakwenda kuchunguza uliumbo ukiwa una nini ndani. Anaanza ukitekenya huko ndani. Kinafurukuta. Ndio maana ukisikia ndani kuna kakitu ka kimungu kanapiga kama kamimba kachanga, usikaminye, katoe. Watu wakaone, watakushika mkono katika jina la Yesu. Amina. Aboka anaambia na Mungu akasema nenda kaandike hizo njozi. Andika. Watu wazione wazi, wanywe kama maji. Manake onyesha kitu Mungu ameweka ndani yako. Una nini wewe cha tofauti? Haleluya. Amina. Pongine kama tuko pamoja, mkono juu namna hii. Amen. Nisaidie kumshika mkono jana yako, muulize swali hili. Una nini ndani cha tofauti na mimi? Muulize una nini ndani kilicho tofauti na mimi? Na akujibu kipo. Kama akipo mwambie Mungu akusaidie. Bwana sifa sana. Amina. Maana kuna watu hawana kitu ndani cha kimungu. Yaani akipo. Yanafahamu kuamka na kuja kanisani na kumaliza na kuondoka. No. Mtu ambaye uko vizuri kiroho, kila siku anachunguza maisha yake. Bwana sifa sana. Amina. Matendo ya Mitume umeshasoma mtumishi wa Bwana? Naam. Soma Matendo ya Mitume. Neno la Bwana linasema, ndio, lakini mtapokea nguvu. Yes. Akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Ndio.
nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho wa nchi. Bwana asifiwe sana. Anasema mtapokea nguvu, alafu ndipo mtakapokuwa nini? Mashahidi. Unaelewa? Umashahidi upi? Kwamba kuna mahakama yanayomshtaki Yesu? No. Tunaposema sisi ni barua, watu wanasoma matendo yetu. Huo ndio mashahidi jinsi ulivyo. Mtu aliyeokoka hata kama akienda asipojulikana, anajiheshimu. Kuna watu wanaheshimika, anajiheshimu akiwa kanisani au katika eneo la watu wanakomjua. Akitoka hapo anafanya vituko. Bwana akatupe neema katika jina la mashahidi wa Bwana aliye hai. Amina. Wewe maji moto tukute huko vile vile, kwa kanisani unakuwa vile vile, na kwa mtaani unakuwa vile vile. Hatuhitaji watu wenye sura mbili. Wako watu wa sura mbili. Kanisani ni mtakatifu sana, mtaani utasema sio huyu. Bwana asifiwe sana. Amina. Kanisa mnanielewa? Amina. Usiwe wa kila kitu, jitenganishe. Mungu yuko ndani yako, na ujiheshimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amen. Jambo lingine la pili, utapewa mamlaka juu ya nguvu za giza. Baada ya kuangusha hizi madhabahu za giza, unapewa mamlaka. Sema mamlaka. Sema mamlaka. Mamlaka juu ya nguvu za giza. Bwana asifiwe sana. Amina. Hebu naomba kitabu kile cha Luka 10:19 nisaidie kufika hapo. Bwana asifiwe sana. Alafu na mwingine tutaongeza mstari wa pili wa kinabii, Yeremia 1 mstari wa 10 tuone. Haleluya. Luka anasemaje mtumishi wa Bwana? Luka 9. Luka 10 mstari wa 19. Naam, neno la Bwana linasema, tazama nimewapa amri. Tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge. Na nguvu zote za yule adui. Ndio. Wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Anasema tumepewa amri ya ukanyaga nyoka na nge, wala hakuna kinachoweza kutudhuru. Yeremia anasemaje 1:10? Fika hapa haraka. Neno la Bwana linasema, yes. Angalia. Nimekuweka leo. Shika black. Kanisa la Mungu naomba nisikilize. Nisikilize kwa dakika chache. Nimeshakupa kitabu, nisikilize. Anasema hivi, angalia, nimekuweka hivi leo juu ya mataifa. Kenda kusoma pale mbele. Hapa Luka anasema tumepewa amri. Mtu aliyeokoka amepewa amri, alafu yuko juu. Watu hawajanielewa. Ukiokoka, Mungu anakupa amri juu ya nguvu za giza. Alafu kwenye Yeremia anasema amekuweka juu. Kwa mchawi yoyote yuko chini yako, waganga wako chini yako, magonjwa yako chini yako, dhiki ziko chini yako, shida yoyote iko chini yako. Anayecheza na maisha yako ni kwa sababu umejisahau, lakini kako nafasi yako yuko chini ya miguu yako. Amina. Anasema tazama nimekuwa hivi leo. Nenda kusoma mtumishi wa Bwana. Nimekuweka leo juu ya mataifa. Na juu ya falme. Ili kung'oa na kubomoa. Shika black wapendwa katika jina la Yesu. Mungu ametupa amri ya nguvu za giza, lakini katuelekeza, nendeni mkabomoe, nendeni mkaharibu, nendeni mkateketeze katika jina la Yesu. Nataka watu wa maji moto kuanzia sasa, anetesa maisha yako, mshushe mpaka chini, kanyaga kichwa chake, alafu muangalie hivyo uone. Amen. Usikubali mtu akucheze. Usikubali mtu acheze na maisha yako. Usikubali mtu acheze na nyumba yako. Mshushe chini na hakikisha ameshuka. Nimekuambia mwanzoni, ndani mwako kinywa chako kinaumba. Tumia kinywa chako. Anatesa maisha yako, mwambie subiri, utamjua Mungu wangu. Kisha jikunze kwenye kona, mwambie Mungu, umemwona yule? Shughulika naye. Kesho utamkuta chini anatembelea tumbo tu, wewe unatembelea juu. Shida kanisa, tumizi mamlaka Mungu alizotupa. Bwana asifiwe sana. Anasema hatimaye tuwe hodari katika Bwana na nguvu zake. Anasema vitu vyetu si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme na mamlaka
na wakuu wa giza. Pamoja na mamlaka zao, tuko juu hizo mamlaka katika jina la Yesu. Tuko mamlaka juu za wachawi wote katika jina la Yesu. Tuko juu ya hizo madhabahu zote katika jina la Yesu. Yoyote ambaye anatesa maisha yako, uko juu yake. Enda kusoma mtumishi wa Bwana. Na kuangamiza. Ili kujenga. Ndio. Na kupanda. Bwana asifiwe sana. Sisi hatuko chini. Mwambie jirani yako hauko chini. Mwambie tena wewe hauko chini. Wewe haupo chini. Nisaidie basi kumwambia jirani yako hauko chini. Wewe haupo chini. Bwana asifiwe sana. Amina. Hebu nisaidie kumwangalia usoni wa jirani yako, mwambie unaelewa hiki kitu. Mwangalie jirani yako wala usimsemeshe. Mwangalie alafu usimsemeshe. Wewe mwangalie tu. Usimsemeshe. Nataka nikuonyeshe watu ambao wako chini wamekamatwa ndio utaelewa. Wewe mwangalie, usimsemeshe chochote. Wewe mwangalie tu kwa dakika chache, sekunde chache tu. Mimi sijakwambia utabasamu, nimekwambia muangalie tu. Ukiona mtu hajawahi kutabasamu unapomwangalia usoni, weka mkono kichwani kwake, kuna shida. Bwana asifiwe sana. Amina. Mungu alivyotuumba, si ni Mungu yuko ndani yetu? Elizabeth alipokutana na nani yule? Na Mariam, si vitoto vilicheza tumboni? Sasa kama Mungu kwako na kama Mungu kwake vikikutana, si mnatabasamu sasa? Bwana ninunia sasa. Haleluya. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Mwambie wewe uko juu. Wewe uko juu. Mshike mkono, mwambie wewe uko juu. Wewe uko juu. Tena juu ya falme. Juu ya falme. Na mamlaka. Na mamlaka. Na mataifa. Na mataifa. Mwambie mpige Bwana makofi kama anaelewa. Kanisa la Mungu, sisi sio watu wa chini. Kataa kuwa chini kuanzia sasa katika jina la Yesu. Iambie nafsi yako, mimi sio, maisha yangu sio ya chini. Mimi sio wa kudhalaulika. Mimi sio wa kupuyanga puyanga tu. Mimi ni wa viwango vya juu. Iambie nafsi yako, mimi ni wa viwango vya juu. Pokea viwango vya juu katika jina la Yesu. Amen. Pokea biashara yako kwenda juu katika jina la Yesu. Amen. Nyumba yako ende juu katika jina la Yesu. Watoto wako wakasome shule nzuri katika jina la Yesu. Huduma yako inuke, yende mbali katika jina la Yesu. Pigie Bwana makofi kama tuko pamoja. Haleluya. Bwana asifiwe. Amina. Jambo la mwisho na tumaliza hapo tukapata muda kuomba. Utapata ulinzi wa kimungu. Utapata ulinzi wa kimungu. Haleluya. Pointi za mwisho hizo zitakufaa. Andika point hivi hapo chini kama unaandika. Andika, lakini pia andika, unaposhinda viti vya enzi ama hizo madhabahu, unafananishwa na mtu aliyezaliwa upya. Hivyo wewe ni mtu muhimu sana katika ufalme wa Mungu. Unaposhinda viti vya enzi ukaangusha hizo madhabahu, unazaliwa upya na unageuzwa kuwa mtu wa thamani katika ufalme wa Mungu aliye hai. Bwana asifiwe sana. Kwamba yule ambaye alikuwa anateswa, amechoka ameisha, anaposhinda viti vya enzi akaziangusha hizi falme, anakuwa kiumbe kipya. Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi nimeshuhudia mtu anaweza kuja, amekuja kanisani akawa ni mzee kabisa, ameshoa nguvu, na hata ukimtazama usoni anaonekana kazeeka. Alipokaa kidogo akapigwa mafuta ya Roho Mtakatifu. Nikashangaa ameanza kupaka poda na yeye. Nikaja kushughuli nyingine nikamsahau. Nikakuta tafuta nywele, alikuwa na kipilipili kama cha mchungaji. Nikashangaa nywele zake zimekuwa ndefu zimefika. Nikaanza kushangaa, nini hiki? Nikasema akili zimefunguka. Amejifahamu kwamba mimi ni wa thamani. Ukijifahamu wa thamani, kila siku utakuwa unajisopu. Unajiweka upya. Bwana asifiwe sana. Amina. Lakini usipojielewa utaamua kujiweka kivyo vyote. Ila ukijifahamu kwamba mimi Kristo uko ndani yangu na nimezaliwa upya, bado ni katoto nganga, utakuwa mpya kila itwapo leo. Watu wakikuona hata ongea yako inabadilika. Ulikuwa unaongea umesiranika na kisirani kimekaa huko ndani, unaanza kuongea mapointi matupu. Maana yake na ulimu unazaliwa upya. Bwana asifiwe sana. Amina. Unapoangusha hizi ngome, unakuwa kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Maisha yako yanakuwa ni mapya. Nyumba yako ilikuwa na mavurugu, unakuwa na nyumba mpya yenye amani na furaha. Bwana asifiwe sana. Amina. Wapenda, mnanielewa? Amina. Ambao unayasema ukinielewa atakwenda kutokea kwako katika jina la Yesu. Amen. Watu wataanza kusema, mwenzetu, vipi mbona kama
Kama unaonekana kabinti hivi, sema Bwana ametenda. Na leo kana tumsha Mungu hapa. Amina. Haleluya. Amina. Lakini juzi nilikwambia ukiona watoto ambao umezaliwa nao umri mnafanana ama amekuzidi kidogo anaweza kuamkia shikamo. Wafa. Bado ni kidogo, bado ni mdogo mnalingana. Yaani ukimwangalia huyu mbona kama ananizidi lakini kakupa shikamo. Urudi kwa Yesu akakumake up, umekwisha. Bwana asifiwe sana. Amen. Kijana unatembea njiani. Unaona wazee wanakuambia, "Shikamo brother." Na ukiwaangalia wanakuzidi umri. Rudi jikoni ukapikike. Hapana, mnaelewa? Miongoni mwa hizi roho zikimkamata mtu zinakuzeesha. Mimi kufanya huduma nikusimulia juzi. Kwa upande nitasimulia kidogo. Tukifanya huduma na mama mmoja. Bwana asifiwe sana. Amina. Sasa ugomvi wake na mume wake kila akimtizama anaona anafanana na mama yake mzazi. Unaelewa? Akienda kumtazama na yeye anaanza kuwa kama bibi yake. Kumle ndani ule baba akaanza kumwona kama ni bibi, mtu anaishi na kabibi ndani. Kuna ndoa tena hapo. Akachomoka pale kaolewa kwingine. Kakaa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili. Ule baba akaanza kumita, mbona kama umekaa kama kabibi fulani? Ndio maana kesho nakwambia, jiangalie kwenye kioo mwenzangu, jiangalie. Unanielewa? Jiangalie hii sura, mbona kama inaanza kuota makunyanzi lakini bado mimi ni kijana. Vipi hapa? Rudi jikoni kwa Bwana upikwe. Hapana, mnanielewa? Sangine wachumba hawaji. Wakikutizama unaonekana kama ni kabibi, kumbe ni kabinti miaka 18 lakini wamekumake up maloma chafu yale, umeonekana kabibi kakongwe. Na tutabia tu akibibi tunaanza kuingia. Tutabia tupi? Twa kununa. Mtu anaweza akanuna tangu asubuhi mpaka kesho, wewe una shida. Hana kwazika ovyo, yani yeye ndani ni kisiranika. Yani ukimgusa kidogo analipoka kama volcano. Ndani kumeshaingia wageni. Sasa ukaamka hata asubuhi tu haja kusemesha mtu, lakini unaamka una kisirani tu. Mtoto akipita mbele kofi la kisogo, toka pa. Baba sikusemesha asubuhi, mama chai bado. Bwana wewe jikoni upajui. Umeamka umesiranika, ndugu wamekutembelea. Bwana asifiwe sana. Amen. Tukaanza kuomba naye. Hasa nikanamuuliza, kwani wewe shida yako ni nini? Akasema mchungaji hata sielewi. Unaweza ukaamka asubuhi tu, mume wangu anakuambia shikamo. Anasema ni mke wake. Unaelewa? Amen. Mume wako anakuamkia shikamo. Wewe ipokea alafu ndio utaelewa habari yake kesho. Tukaanza kuomba naye. Homba. Niko ni ngoma kama itikisiki. Unajua kuna mwanzo ukapiga kama unapiga kisiki. Piga ngome kutolea macho hivi. Piga ngome toa macho hivi. Wachungaji ananielewa. Nikatafuta gia nyingine. Hebu tukae tuyajenge. Hebu niambie, maisha yako yalikuaje kabla ya hapo? Ilikuaje mpaka umetembea? Hebu nieleze mfumo mzima wa maisha. Akasema mimi nilizaliwa kijini kwetu. Nilipozaliwa wakanipa jina la bibi yangu. Bibi alipokufa wakaanza kwenye kitanda chake tangu usiku mpaka asubuhi. Tulipoamka asubuhi nikapewa nguo zake alizokuwa anaugua alipokufa, nikavalishwa. Kingine hata tulipotoka hapo wakaniamene makaburini, nenda kwenda kupalile ile kaburi, alafu nikia pale naita majina mara 3. Naita majina yake yule bibi. Mara ngapi? Mara 3 kila siku asubuhi. Bwana asifiwe sana. Amen. Hasa nimetoka kule nimekuja mjini kutafuta maisha. Nilipofika hapa nikapata mwenzangu wa kwanza. Kawaje? Nikashangaa, siku ya kwanza tunaongea, siku ya 3 nilikuwa kama ananiangalia kwa kuniangalia, ananiibia hivi. Nikimpita tu ananiibia hivi. Ukiona mama yako anaanza kuibia namna ukuangalia, kwa anaangalia hivi, sasa na kuibia hivi na ukiangalia kuibia hivi. Siku moja akaanza kuniambia, "Mbona hata kutembea kwako umebadilika?" Nikamuuliza, "Kwa nini natembeaje?" Akasema, "Unatembea hivi." Yaani miguu kama vile imegama gari imekata ile center bolt, yani haendi vizuri, amenyoka hivi. Bwana asifiwe sana. Lishetani likiingia kwenye maisha linaweza nikakufanya hata na kuona nyoka wakati ni mtu wa binadamu. Nikamsema, kwa hiyo akaka ndoa ya kwanza ikamwacha. Kaenda kwenye ndoa ya pili. Ya 3 akasema, "Mwende kanisani." Tukaanza kuomba naye. Aliponiambia vile nikafahamu kuna likiti la bibi yake. Kupiga akaitika bibi yake. Na sauti ikabadilika. Anaongea kama kabibi kama miaka 90. Bwana asifiwe sana. Amen. Piga leo ikamwachia. Tukaomba akafunguliwa.
Alipotoka sema, mbona kama nimekuwa mwepesi mchungaji? Hisi nimekuwa mwepesi hivi. Akaanza kuruka pale. Tukaenda kuomba naye. Tukaenda kumfundisha. Baada ya mwezi mwenyewe nikaanza kumshangaa. Anapaka poda sasa huyu. Anapaka na hii mnaiteje sijui hii. Ya hapa hivi. Anapaka. Nikashangaa anaanza kupaka na tu hapa atakunganisha midomo inang'aa. Mwenyewe nikashangaa. Mungu akikufungua na akili ya kujitizama inabadilika. Amina. Wewe kama ni mtu ambaye unaingia nyumbani kilicho mbele yako unavaa, kuna shida. Anayejerewa anapanga avae nini leo. Anaweka utaratibu vizuri. Ananyosha. Na kabla ya kutoka kama ni mwanamke anakaa kwenye kioo kwanza anajicheki nimetoka chicha. Wewe unakurupuka tu mnajama huyo. Vipi bwana? Jikague. Umetoka sawa sawa? Usione vijana waoi hawa, wanaangalia sana. Anaangalia hizi kucha huyu anapakaga rangi huyu apakage huyu. Anaangalia. Jamani, ndani ya kanisa la PAC hatuzuii mapambo, sawa Cha msingi usipitilize. Mnasikia wadada? Amina. Si ndio mchungaji? Jamaa unakatazaga mapambo hapa. Sasa mchungaji mwenyewe amekaa vizuri. Unaelewa? Hatuzuii kujipamba mwanamke. Nenda kasuke nywele kae wapi? Kichwani vizuri. Siku anaamka anakaa hapa hivi, siku anakaa hivi. Unaelewa ile? Wakina mama mnaelewa? Ukipata kanema kidogo afika kwa mjini, tafuta kakiatu kakutembelea juu. Unaelewa? Haleluya. Huo ndio upako. Sasa tuvae laba wote ndani ya kanisa, sasa tofauti yake ni nini? Bwana asifiwe sana. Amina. Alafu kabla kutoka kwenye kioo kizuri unaangalia. Kaa sawa. Wakina mama mnanielewa? Amina. Mungu akikufungua hata bolti za uvaaji zinafanya nini? Zinabadilika. Lakini kama umefungwa, unaweza ukavaa gunia unafikiri gauni. Haleluya. Amina. Na vijana wapo. Anaamka anaangalia masoksi machafu hajafua anavaa hivyo. Tukiwakagua viatu hapo utaelewa. Anza kutafutana hapa, kaingilia wapi katokea wapi. Lakini hapa inawezekana hawapo hao. Bwana asifiwe sana. Amina. Kijana kwa smart. Na mabinti siku wanaangalia. Huyu kijana yuko smart huyu anakuona umekaa tu kuvaa kwako nyaa kueleweki. Huyu akinioa huyu atakwenda kunisumbua, anakula kona. Mchungaji tufunge na kuomba, mabinti hawanipendi. Sio kwamba hakupendi, ujielewi. Vipi bwana? Kuwa smart. Kiatu kinang'aa. Suruali imekaa vizuri. Kivaa kadeti inakaa sawa sawa. Sio unavaa suruali kwenye matako hapa tafuta mke. Unaelewa? Amina. Haleluya. Vijana ameshakasirika. Nenda pale. Gonga na kijana mwanzo mwambie vipi wewe? Gonga naye mwambie vipi wewe kijana? Bwana asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amina. Kwa hiyo Mungu anataka tuishi maisha ya furaha. Maisha ya amani. Ukilala kausingizi kako kaishe. Sio unalala mipepo na kukalia. Na michawi ina akili inakuja na kukalia. Na wachawi nao akili zao usizi mehamia wapi? Toa mtu mzima na Mungu amemjalia limwili likubwa na kwenda hajavaa nguo kwenye ukuta za watu. Ndio nao mia nyumbani kwako. Ine ukalia ukiamka asubuhi, kiuno chote si cha kwako, mgongo unauma. Walikukalia usiku. Bwana akiwa upande wako, anakupa ulinzi katika jina la Yesu. Amina. Pokea ulinzi wa Mungu katika jina la Yesu. Amina. Biashara yako ipokee ulinzi cheze katika jina la Yesu. Amina. Sema amen. Amen. Kitabu chetu cha Zaburi 34 mstari wa 7 na Zaburi 91:11 mstari yetu miwili ya kinabii tuitumie hapo tukapate muda wa kuomba. Tunakwenda kumaliza ibada yetu. Neno la Bwana linasema, yes, malaika wa Bwana hufanya kituo ndio akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Umeona? Mungu anaachilia malaika wakuzunguke. Bwana asifiwe sana. Amina. Malaika wazunguke biashara yako isirogeke. Mungu anawatuma malaika wazungukie watoto wako ukienda shule, fahamu zao zisikamatwe na wachawi. Wazazi simpo hapa Mama anawaambia watoto wenu msimkaacha. Wako watu mashuleni huko
wanahamisha akili za watoto. Kanisani kwangu mimi imetokea. Mtoto alikuwa na akili nzuri shuleni, ghafla anakuwa failure. Iko miroho imepanikizwa kwa watoto wenzao. Linampa zawadi, akipokea zawadi na akili imeondoka. Hasa kwa mtoto, mbona kama akili yake haieleweki? Alipewa kitu. Juzi nikasema wazazi, penda ukana watoto wenu. Zungumza naye. Akupe ratiba siku ilikuwaje. Usiwe busy sana kupitiza kawaida. Sasa atumsha Bwana. Kwa hiyo Mungu anasema ataachilia malaika wakuzunguke usiku na mchana, wengi yako na tokako. Hivyo wachawi hawatakuweza. Zaburi ya 91 nasemaje 11? Kwa kuwa atakuagizia malaika zake. Ndio. Wakulinde katika njia zako zote. Bwana asifiwe sana. Amina. Mungu atuagizie malaika watulinde katika njia zetu zote. Ukienda kwenye biashara malaika wakulinde. Ukienda kwenye kazi ya mikono yako malaika wakulinde. Ukienda kufanya kazi yako Mungu amtume malaika akulinde usipate hasara katika jina la Yesu. Amina. Mungu akutenge na machuma ulete katika jina la Yesu. Amen. Sema amen. Amina. Sema amen. Amen. Wangapi amenielewa? Pige Bwana makofi huko unasimama. Pige Bwana makofi na huko unasimama. Simama kwa miguu yako. Naomba tupate wimbo wa kuabudu wa taratibu hapa. Praise. Alafu tukapate muda kuomba. Nataka wimbo wa taratibu. Wakati praise wanasogea, ninaomba usogee mbele taratibu.